Asante sana. Majina yangu Emmanuel Francis Mrema, ni diwani wa kata hii ya Mlangarini, na changamoto tunazo nyingi katika kata yetu. Moja ya changamoto ilikuwa changamoto ya maji, na bado tunaendelea kuifanyia kazi. Tumeanza kwa nguvu zote sisi kama viongozi katika vitongoji. Tuko na Bwana Justin, mwenyekiti wa kitongoji hiki, amefanya kazi kubwa sana ya kuibua matatizo haya akishirikiana na mwenyekiti wa kijiji. Tatizo hili likagundulika, tena kama viongozi tukapita kuja kukagua ukubwa wa tatizo, tukaona kwa kweli ni tatizo ambalo linaleta kikwazo na linaleta sifa mbaya kwa shule yetu nzuri sana ya msingi ya Muungano. Kwa hiyo ndani ya hizi siku mbili mbunge wetu pia alifika baada ya kutambua tatizo hili, na wote kwa pamoja tukaazimia kwamba lazima tatizo hili litatuliwe mara moja. Tunashukuru sana mamlaka ya maji mji wa Arusha AUSA, na wenyewe wamelichukulia kwa uzito. Baada ya kujua tatizo hili, wametuma wataalamu, na ndani ya masaa yasiyozidi 48 maji yamerudishwa kwenye shule yetu ya Muungano. Tuliwaambia wananchi wetu wasikate tamaa, kwa sababu serikali yetu inafanya kazi na inasikiliza. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba maji yameunganishwa, tatizo la maji limekuwa limesuluhishwa, na tutalisimamia kwa nguvu zote kuhakikisha kwamba changamoto zilizotokea ambazo zilisababishwa na usimamizi na mambo mengine hazitajirudia tena. Ni bidii kubwa imefanywa na mheshimiwa mbunge wetu Johannes Lukumai. Tunamshukuru sana kwa kweli. Baada ya kufahamu tatizo hili hakulala, na tulishirikiana naye, mimi kama diwani kwa karibu kabisa, na viongozi wenzangu, mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa kitongoji. Leo hii tunasema kwa uhakika kabisa kwamba shule ya msingi Muungano maji yapo sasa ya kutosha. Tuna matenki yamewekwa ambayo yatahifadhi maji kwa muda wote, na kwa viwango vyake hii shule yetu inaendelea kuwa shule nzuri sana. Niwaombe wazazi wa kijiji cha Kiseria na Muungano, watoto wetu watulie shuleni. Tunawahakikishia kwamba shule ikifunguliwa mwezi Januari, mazingira ni mazuri sana na tutaendelea kuyaboresha. Kuhusu changamoto zingine, tunaendelea kuzishughulikia, hasa kuhakikisha usimamizi wa rasilimali hizi ambazo ni huduma za wananchi, ni kodi za wananchi, tutahakikisha haipotei wala haichezewi. Nitoe shukrani kubwa sana kwa halmashauri yetu kwa kutuwezesha kutembelea shule hii na pia kuleta wataalamu. Tunaiomba sasa ikasikilize mapendekezo yatakayotolewa na uongozi ambao ni sisi, mimi mheshimiwa diwani na wenye viti pamoja na chama, katika kuhakikisha kwamba shule hii inasimamiwa kikamilifu. Shule hii inarudi kwenye rekodi yake ya kuwa shule bora katika kata ya Mlangarini. Kwa hiyo tuseme kwamba changamoto moja tumeitatua kwa kikamilifu kabisa, na pongezi zinaenda kwa wahusika. Basi tunaendelea kutatua na changamoto zingine. Wananchi wetu tuwe na imani na shule yetu ya Muungano, na shule zingine zote katika kata ya Mlangarini zitakaa katika mazingira mazuri na watoto wetu watapata elimu ya hali ya juu. Asanteni sana. Vizuri, tunafahamu kwamba elimu ni jambo la muhimu kwa binadamu, na elimu ya msingi ndio nguzo ya kumjenga binadamu katika maisha yake yote ya baadaye. Sisi tumejipanga viongozi kama mimi mheshimiwa diwani pamoja na wenyeviti wa kila kijiji katika vijiji vitatu vya Manyire, Mlangarini na Kiserian, lakini na wenyeviti wa vitongoji mpaka mabalozi, tumeshapeana majukumu na maelekezo ya kukagua zile huduma za msingi za wananchi wetu. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi tutapata taarifa, na sisi wenyewe tunatembelea moja kwa moja ili kuona mazingira yalivyo. Kwa hiyo tumetengeneza timu nzuri sana ambayo inashirikiana kupita katika shule zetu zote, sio shule za msingi tu, hata shule za sekondari. Tuangalie kwanza taaluma hii ya msingi inavyotolewa, tuangalie changamoto zile ambazo tunaweza tukazishughulikia, zile za muda mfupi ambazo tunaweza ziko ndani ya uwezo wetu tutazishughulikia, zile ambazo zinahitaji nguvu zaidi tutaziwasilisha na kuzisimamia na kufuatilia kule zinapokwenda. Tunaamini kwamba mpaka shule zinafunguliwa tutakuwa tumemaliza zoezi la kutembelea shule zetu, lakini kuwasikiliza walimu, kuzungumza nao
pamoja na wafanyakazi walio katika shule hizi ili kujua changamoto gani ambazo tunaweza tukazifanyia kazi kwa haraka na shule zetu hizi ziendelee kuwa kwenye viwango vinavyostahili. Tunajua kabisa kwamba kata ya Mlangarini na vijiji vyake ina wanafunzi wa kutosha katika shule zetu na wanahitaji huduma kama madarasa mazuri, madawati, lakini pia walimu nao tunataka tusikilie changamoto zao hasa kuhusu nyumba na mambo mengine. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba eneo la elimu linasimamiwa vizuri sana na kila mwenyekiti anapewa haki ya kutembelea muda wowote shule bila vizuizi vyovyote, yeye na kamati zake ambazo anaziona. Kwa hiyo tuna mambo mazuri sana kuhusu elimu kwa watoto wetu na tunakwenda kuyatekeleza bila kurudi nyuma. Ni Miriam Tobias Kivuyo. Ni kweli kwamba kupitia changamoto ambayo imetokea katika shule yetu ya Muungano, ni kweli kwamba ilikuwa ni shule ambayo ilikuwa inaazi sana kwa ajili ya kufaulisha watoto. Tuna madiwani, tunaye madiwani hapa, tunaye wainjinia wengi, lakini kwa kipindi cha mwanzo kule. Lakini sasa hivi ni kweli kwamba hadhi ya hapa ya kielimu imeshuka sana, kwa sababu wanafunzi wanakuwa kwamba hawana tena, yani shule yetu ya Muungano imekuwa ni ya chini sana, kiwango cha chini sana, cha chini kabisa kielimu. Wanafunzi hawafundishwi kwa sababu ni kweli kwamba hata kama walimu wapo, lakini maji, ni kweli kwamba maji imekaa miezi kama mitatu hamna maji, lakini tulipata mwanzo ile wafadhili tukaletewa maji. Lakini sasa msimamizi nafikiri ndio alikuwa kama amekaa hajakaa vizuri, kwa sababu ni kweli kwamba maji tunalipa sisi wazazi shilingi elfu tunalipa baada ya miezi, sijui alisema kwamba mimi binafsi na mjukuu, lakini nilikuwa nalipa baada ya miezi mitatu nalipa 1,000. Lakini cha ajabu nikasikia ghafla kwamba maji hamna, imeshakatwa na idara ya maji, wameshachukua mita. Lakini sasa tukaona kwamba tufanyeje, kwa sababu sasa kama mita imechukuliwa na sisi wazazi tunalipa maji, imekuaje? Kwamba tukasikia kwamba mfuatiliaji ni kwamba hela zinafanyaje, gharama ya maji imekuwa juu, wameshindwa kulipa. Sasa hapo ikaleta kama changamoto, kwa sababu kweli hii shule ilikuwa na bahati kidogo, kwa sababu kwanza wafadhili tunao, wamekuja wametuwekea matengi, wamejenga shule nzuri. Hakuna shule ambaye inaazi kama ya hapa. Kila mtu akipita anaona labda ni shule international kwa jinsi ilivyo, lakini ni kweli kwamba imeshuka kwa jinsi ambavyo kiongozi ambaye yuko juu ya wale wengine kama mwalimu mkuu hazingatii mambo ya wanafunzi. Kwa hiyo ina maana kwamba mimi nimewashtukia tu nikaona wanafunzi wanabeba vidumu vya maji kila siku, kwa sababu hakuna sasa jinsi ya kupata maji. Wanaleta nyumbani kama mwanzo ambapo shule tulipoanza tulikuwa tunaenda mtoni wanafunzi, lakini ile hali tena ikajirudia. Mtoto anakuja na begi na madaftari kama hizi kubwa, kama unavyojua kama sasa hivi wanafunzi hawatumii daftari ndogo, ni zile kubwa. Kwa hiyo unamwona mtoto amebeba begi, amebeba kuni, amebeba tena na ndoo ya maji. Inakuwa kama wale wanafunzi ni wako kama katika mateso fulani, lakini tufanyeje? Kwa hiyo ni kweli kwamba sisi kwanza tunamshukuru diwani, tunamshukuru kabisa, kwa sababu hii maji mimi niliambiwa sasa hivi ndio maji imekuja. Yani ni jambo ambalo la kumshukuru yule baba sana, kwa jinsi ambavyo nilikuwa ni Alhamisi ndiye alikuja hapa, leo ni Jumamosi maji imefika. Ni jambo la kumshukuru tena Mungu, na yani hii timu iendelee kufanya kazi hivi na Mungu awatie nguvu kwa jinsi ambavyo mnafanya kazi kama ya kwenu, kwa sababu mmewadhamini wale watoto. Hakuna mwenye mtoto hapa, lakini mmekaa kama wazazi wenye watoto. Kwa hiyo mimi binafsi nawashukuru sana hii timu kwa jinsi ambavyo mnaendelea kufanya kazi kweli, na mimi nimefikia hapo. Naitwa Dominic Petro. Nashindwa hata niongee nini kwa sababu ya furaha. Kwa nini nasema hivyo? Nashindwa niongee nini kwa sababu ya furaha, kwa sababu sina ukweli kwamba sijui ni tarehe gani tumeongea juzi kumlilia mheshimiwa diwani, mheshimiwa mbunge juu ya watoto wetu katiwa maji. Lakini kwa baada ya siku moja maji tukaona, tunashukuru. Yaani na shukrani kabisa, nashindwa kuongea kwa ajili ya shukrani. Naamini nyota njema huonekana asubuhi. Hata leo tumeona kwamba tuna mbunge, tuna diwani. Kwa nini nasema hivyo? Leo tukilia tumepata mahali ya kulilia, kwa sababu kuna vitu vingi
zimeharibika kwenye kijiji chetu, kama hiyo maji ambayo inakatwa inamaliza miezi mitatu, hatuendi tunaenda wapi? Nyumba zimekuwa makofu kama nilivyosema siku hiyo, hatuna walimu ndani. Serikali wanamwaga hela yao bure kujenga manyumba, lakini hamna mtu ambayo anakaa huko ndani. Lakini kwa sasa naamini baada ya shule kufunguliwa walimu watajaa kwenye madarasa. Nashukuruni.